wanawaambia watu tutakuwepo, twendeni tukaharibu. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Chama cha Mapinduzi CCM kimewataja baadhi ya watu wanaojiita wanaharakati kuwa wanapokea fedha kwa lengo la kuichafua taswira ya Tanzania kimataifa, hatua ambayo imedaiwa kulenga kuhujumu sekta ya utalii na kupotosha dhamira Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Taifa, Kenan Kihongosi, amesema kuna njama zinazoendeshwa na wanaharakati hao kwa kushirikiana na baadhi ya wanasiasa zikiwa na lengo la kuhamasisha watalii kuto kufika nchini. Ameeleza kuwa hatua hiyo ni hujuma ya moja kwa moja kwa uchumi wa mwananchi wa kawaida anayenufaika na sekta ya utalii. Kihongosi amesema sekta ya utalii na mnyororo mpana wa thamani unaogusa maisha wa Tanzania wengi, akitaja madereva wanaoongoza watalii, wamiliki wa hoteli, wafanyakazi wa hoteli pamoja na wakulima wanaouza bidhaa zao kama mboga na mayai kwa hoteli pamoja na lodge. Ameeleza kuwa vitendo vya kuichafua nchi kimataifa vinaathiri moja kwa moja kwa makundi hayo kwa kukata vyanzo vyao vya kipato. Sasa utalii unapokuwa, nchi yetu inapata faida kubwa, lakini inasikitisha kuona tuna Watanzania ambao wanaichafua nchi yetu na kuzuia watalii wasije ndani ya nchi. Moja, wewe kama Mtanzania unapozuia watalii wasije, maana yake unatuma ujumbe kwamba Watanzania wakose ajira, waliowekeza kwenye utalii wapate umasikini. Lakini dhamira yako inakuwa ni nini? Huangalii kwamba unapoteza ajira ngapi. Mimi nimekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha na nimekuwa mkuu wa wilaya ya Arusha. Arusha pato lake kubwa ni utalii. Wapo vijana ambao ni madereva, wapo matua guide, wapo wamiliki wa hoteli na lodge, wapo wafanyakazi, wapo wakulima, wafugaji, ambao hawa wote mnyororo wao wa thamani ni mgeni anapoingia ndani ya ardhi ya Tanzania. Mkulima atalima, atauza mboga mboga. Mfugaji atauza mayai, atauza kuku, mtalii atapata nyama. Ukienda kwa mmiliki wa hoteli atalipwa fedha, yeye atapata fedha, wafanyakazi walioajiri kwenye hoteli watapata fedha, watatunza watoto wao. Ukienda kwa madereva watapata ajira, watatunza watoto wao. Matua guide, mtalii anapokuja wanaingiza kipato. Lakini leo anasimama Mtanzania mmoja, na kuna baadhi ya vyama vya siasa vinaunga mkono kwamba watalii wasije. Je, dhamira yao ni nini? Ni kumwangamiza huyu Mtanzania au dhamira yao ni kumkomoa mtu fulani? Kwa hivyo niseme tu kwamba fursa ambazo zinatengenezwa na serikali chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan ni fursa ambazo zinakwenda kuwanufaisha Watanzania. Hivyo tuombe Watanzania wafungue macho, wafungue masikio, waone dhamira njema ya serikali ya Chama cha Mapinduzi katika kuwaletea maendeleo. Wapo wanaharakati ambao wanalipwa fedha, wanaamua kuchafua nchi, na wanaoumia ni Watanzania sisi, sio watu wengine. Hivyo tuungane kulinda taifa letu na tuwapuuze wale wote ambao wanatumwa au wanajituma kuweza kuangamiza nchi yetu. Hapa ni nyumbani kwetu na hatuna nyumba nyingine. Hivyo tusikubali hata siku moja kushirikiana na watu ambao dhamira zao ni kwenda kuharibu taswira, heshima na thamani ya utu ambao tuko nao leo. Lakini jambo dogo la kujiuliza, kwa nini tulioko hapa nchini tunailinda nchi yetu, walioko mbali ya nchi wanaharibu nchi yetu? Lakini jambo la pili la kujiuliza, muda wa masaa 24, kila ukiangalia mtandao wa kijamii unakuta kuna akaunti zinachati masaa 24. Hawa wana kazi gani? Hawa wanalipwa na nani? Nani anayewapa hela za kuendesha maisha yao? Unapata jibu kwamba wanatumika vibaya na watu wengine kwa ajenda zao. Mfano, waandishi wa habari mko hapa, tunajua mnalipwa na vyombo vyenu vya habari, au mliojiajiri mnalipwa kwa mapato ambayo mnayapata katika kutafuta habari, kwamba mpo kazini. Wale wa kwenye mitandao kazini kwao ni wapi? Na mwajiri wao ni nani? Kila baada ya dakika 2 mtu ameposti, dakika 3 mtu ameposti, alafu kinachopostiwa ni upotoshaji, sio wa kujenga, ni wa kubomoa. Wanawaambia watu tutakuwepo, twendeni tukaharibu. Nitoe rai kwa Watanzania kwamba tulinde nchi yetu, maisha yetu yana thamani kubwa. Tusikubali kuchezea uhai wetu, tusikubali kuharibu nchi yetu, tushirikiane na serikali yetu kulinda taifa hili. Afrika na Tanzania ni mali yetu sisi. Tusikubali mtu akatuharibia taifa letu.
Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.